Mkoa wetu huu ni mkoa wa kimkakati, mkoa wa kitalii, na utalii upo mwingi. Kuna utalii wa kwenda mbuga za wanyama, kuna utalii wa kimichezo, sport tourism, lakini kuna utalii wa mikutano. Na mimi nimewaomba leteni Arusha, kwa sababu mahoteli yapo ya kutosha, lakini tunao ukumbi wetu huu mzuri, na tutaendelea kujenga kama ambavyo project hiyo ulioisema ya kuwa na ukumbi mkubwa wa kubeba watu 5,000 kwa wakati mmoja, lakini pia na kumbi zingine ndogo ndogo 40. Lakini kwa maana jengo zima watu wakikaa pamoja na maonyesho, nimeambiwa inaweza tukaa watu 10,000 kwa wakati mmoja. Mmefanya kazi kubwa, mmepeleka message kwamba Tanzania ni nchi salama. Tanzania na mkoa wa Arusha ni wa kitalii, lakini pia upo utalii wa mikutano, na taasisi yenu ndio inaofanya. Hongereni sana. Lakini kadri tunavyoendelea kukua na kuwa katika mtazamo mkubwa wa kuhudumia kimataifa, ushauri wangu kwa management na bodi kuwekeza katika watu wa hospitality na itifaki, kwa sababu mnaangalia kwa ukubwa sasa, mwekeze katika masuala mbalimbali yatakaoboresha utendaji kazi au kutoa huduma kimataifa, ikiwemo kuwekeza katika watu wa tafsiri wa lugha, sijui watu wa itifaki wanaoelewa, watu wa branding, marketing, watu wa mambo ya hospitality, ili sasa muende kwa pamoja kwa ukubwa ule mnao utarajia. Na mwakani hapa tuna AFCON kama yalivyokuwa Morocco. Nyinyi ukumbi wa mikutano hamuepukiki katika jambo hili, lazima na nyie tuwashirikishe. Mlisikia juzi nimeunda kamati 7 za mkoa, nimezitaja kwanza na kila majukumu. Sasa baada ya hapo ndo naanza kuangalia nani na nani anaweza akabeba majukumu haya. Kwa hiyo ACC mjiandae, lazima nitawaweka katika kamati hiyo. Hamuepukiki katika jambo hili, lazima na nyie tuwashirikishe. Kuna mpaka marais watakuja wa nchi, mawaziri wa michezo, sijui wa nini. Kwa hiyo je, watakuwa wanakutana uwanjani? Lengo langu pia ni kuziangalia fursa zilizopo katika hiyo AFCON. Mheshimiwa mgeni rasmi, vivyo tumeendelea kukuza jina la Tanzania katika sekta ya utalii wa mikutano duniani kwa kuvutia na kutoa huduma za mikutano zinazokidhi viwango vya kimataifa. Hii imepelekea kituo hiki kupata ithibati ya ISO. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka jana Mei tarehe 30, nakumbuka taasisi yetu iliweza kupata kuwa ISO certified katika kumbi zetu za hapa AICC pamoja na JNICC, na management pamoja na staff wote tuliona ni jambo la muhimu kujikita huko ili kuhakikisha kwamba taasisi yetu na AICC inakuwa ya kimataifa zaidi katika kutoa huduma bora ambazo zinakwendana na viwango hivyo vya ISO certification na QMS. Aidha, mafanikio haya Mheshimiwa mgeni rasmi yamechagizwa na juhudi za Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyoifungua nchi na kuitangaza Tanzania kupitia diplomasia ya uchumi na hasa mikutano, lakini pia juhudi za bodi ya wakurugenzi, watumishi wa AICC, management kwa kushirikiana na management katika kusimamia vyema mikakati na ya kuongeza mapato, lakini vivile kubana matumizi.